Kiukweli nisiwe muongo, napenda sana kutokea katika matukio mbalimbali, lakini wakati mwingine inakuwa tu ni kwa sababu nakuwa niko safari au nakuwa nimekamatika na mambo mengi. Unajua jina linavyozidi kuwa kubwa na vitu vinaongezeka, pengine utaitwa huku. Kwa hiyo inawezekana zile ratiba ambazo nilikuwa nitokea kwenye matukio ya Dar es Salaam sitokee kwa sababu nakuta niko mkoani. Kwa mfano nakumbuka kuna hii albamu ya Zuchu alizindua juzi kati mwishoni mwa mwaka jana Ile nilikuwa mimi nimeshaenda Arusha kwa ajili ya maandalizi ya Christmas. Sababu mara nyingi watu tunarudi nyumbani Tengeru kule kwa ajili ya Christmas. Sasa nilipofika kule ndo mmoja kati ya wafanyakazi wa Wasafi ambaye mara nyingi anawasiliana na mimi kuhusu mialiko. Akaniambia bana brother, kuna mwaliko huu. Bana siku ambayo ananiambia mimi niko Arusha tayari. So na nikikumbuka matukio ya Zuchu pia ambayo yalipita nyuma huko, nilikuwa sipati nafasi ya kuhudhuria kwa sababu nilikuwa nimesafiri. So nikaona hamna neno, nikamwambia basi hamna shida, nitarudi Dar, nije kwenye album launch alafu niondoke. Kwa hiyo nilipokuja, bahati nzuri kuna kakaangu mwingine alikuwa amenialika, anabariki mtoto. Kwa hiyo nikapiga ile tukio, nikatoka pale nikaja kwa Zuchu launch, na nakumbuka ilikuwa iko kwenye venue ya kwanza. Ile venue ya kwanza ikaahirishwa, ikapelekwa kwenye club ya Salam pale. Kwa hiyo kuondoka pale kwa Salam, yani ile launch ilivyoisha usiku, nikaondoka drive kurudi Arusha. Kwa hiyo ni drive yani kwa ajili tu nisikose hiyo launching ya Zuchu, kwa sababu sijawahi kuhudhuria matukio yake mengine. Nikasema pengine anaweza akajisikia vibaya sana huyu mtu ukimwalika atokee. Lakini kumbe wakati mwingine tu ni ratiba zinaingiliana. Kutoboa kwenye maisha inawezekana ikawa rahisi sana, lakini ugumu, je, unaweza maintain? Moja kati ya watangazaji ambao toka tumeanza kumuona he's still doing good, hapa namzungumzia Millard Ayo, na kuna namna ambayo sisi tunatamani kujua siri ni gani. Yani mpaka leo hii toka ameanza kufanya kazi ya utangazaji till today, ukienda kwenye social media anafanya poa sana. Lakini pia napokubwa kuliko kutoka kwa Millard Ayo, sio mtu ambaye unaweza ukajua maisha yake binafsi. Yani ana followers milioni 10 nadhani kwenye Instagram page yake, lakini ni ngumu sana kujua what's going on behind that page, behind the cameras, behind maisha ya Millard Ayo. We don't know ana date nani, anakula nini asubuhi, mtaa gani anaoishi. Wakati mwingine hata gari yake anayoendesha ni ngumu, lakini ukija ukiangalia kwenye mastaa wengine, we know a lot. But anyways, Millard huyu hapa. Okay, naweza nikasema ni labda ni mimi tu nilivyo, yani nilivyo labda pengine yeah, lakini nitajitahidi kuwaonesha nitajitahidi kuwaonesha nitajitahidi of course, japokuwa lakini huwa napendelea, kwa mfano kama wewe ni girlfriend wangu, nitapendelea wewe uridhie. Kama ni kutokea kwenye mitandao, ukiridhia wewe, I don't have a problem with it. Yani sina neno. Sio kwamba unaficha. Sio kwamba naficha. Jamani, Millard hafichi wapenzi au hafichi mpenzi wake. Ina maana inawezekana kwamba mkeo hajaridhia tu kwa public. Yeah, inawezekana. Mimi kusema kweli, haimaanishi kwamba nimepita kwenye relationship nyingi, lakini girlfriends wangu wote hawakuwahi kupenda kuwa public. Yeah, hawakuwahi kupenda kuwa public. Kuna siku tutaiongea kwa urefu zaidi. Kwa sababu tuko kwenye sehemu ya mahusiano, mimi wallahi nafanya kwa ajili ya Watanzania, kwa sababu hili ni swali ambalo nadhani Watanzania wengi wamekuwa wakiuliza. Millard, umefanya kazi na Minali. Watu wengi wamekuwa wakiona kwamba pengine nyinyi mlikuwa kwenye mahusiano ama mpo kwenye mahusiano. Ni kweli Millard, mlikuwa kwenye mahusiano na Minali? Jibu moja tu, Mina ni dada yangu. You guys never dated? Mina ni dada yangu, Mina ni my best friend. Yani Mina ni mtu ambaye mwanzoni tulianza kwa kazi, lakini katikati tukaanza, baada ya kazi kutukutanisha, tukajikuta automatic tu, wala hatujaforsiwa wala hatujajiforce, tumekuwa best friends. Katikati kuwa best friends, tukazidi kuwa ni zaidi ya best friends. Yani tukazidi kuwa
ni watu ambao tumeshibana sana. Labda pengine ile katika kushibana sana ndio kumefanya labda watu waone kama labda hawa ni wapenzi. Umeona, kwa sababu mimi naweza nikawa na deal yangu, mimi naweza nikawa na kazi yangu. Nikamwambia bana Amina, bana kuna hii issue, naomba nisaidie. Mina anajua lugha kuliko mimi. So wakati mwingine hata anapokwama kwenye lugha na naweza kapiga kama oya, kuna hii issue inanisumbua sana. Hapo unaweza kuelewa, unaelewa, you know vitu vingi sana, yani tuna share pamoja. Yeah. Ni kijana ambaye ukipostigi picha zako mbali na vitu vingine, kuna namna ladies they're out there, shooting their shot. DM ya Millard iko vipi? Ondoa kazi, ondoa vitu vingine. DM ya Millard iko vipi? Bana, mimi nitakuja kwenye show yako. Millard, just say it bwana, DM yangu mimi inajaa. Yako labda kuna siku naweza nikakuonyesha behind the scene, kabla hujarekodi ukaona. Lakini kusema ukweli, sichukulii poa watu au watoto wa kike kuonesha mahaba yao, wala sio kwamba wanajiuza, wala sio kwamba tabia zao ni mbaya. Mshanielewa Kila mtu ana hisia zake. Inawezekana kweli mtu amenipenda mimi kweli na hana njia nyingine ya kuniambia. Ataniambia kupitia nini? Lazima aje DM. Hizo zipo kusema. Unazijibu? Huwa naangalia na namna ambavyo najibu. Sipendi kukurupuka kwa sababu lile ni jambo ambalo linahusisha hisia ya mtu. So sitaki kuumiza hisia zake. Na wakati mwingine naona ni sahihi zaidi nisimjibu, sio kwa roho mbaya, lakini ni kwa sababu pengine sipendi kumpa matumaini, lakini sipendi pia kumuumiza. Unajua anapoona DM yake haijajibiwa, labda anaweza akajua labda hajasoma. Yeah. Ya mwisho, ongea na Mtanzania ambaye saizi yuko haamini labda pengine kama talanta ya utangazaji inaweza kawa mchongo. Yaani kuna mtu mwingine anamuona kweli Millard yupo, lakini haoni kama yeye anaweza akawa labda Millard ajaye. Mimi kwanza niseme kuna vijana wengi sana wa Tanzania ambao wamejua kwenda na beat. Unajua sisi generation yetu ni lazima tumshukuru Mungu sana kwa sababu tuko kwenye generation ambayo mapinduzi ni makubwa sana. Teknolojia imerahisisha sana. Zamani ulikuwa kusoma uandishi wa habari na utangazaji, unategemea kuajiriwa kwenye gazeti, kwenye TV au kwenye redio, au ukawa ya afisa habari sehemu fulani katika taasisi fulani. Wakati kila siku maelfu wanamaliza vyuoni, hawana ajira. Lakini sasa hivi simu yako peke yake inaweza ikawa ajira yako wewe. Nimefurahi kuona kuna watu ambao wana page zao kwenye mitandao ya kijamii, hawajaajiriwa na media yoyote, lakini yeye ameamua atoe habari za aina fulani tu. Huyu mwingine ameamua awe anatengeneza meme tu. Umeshanielewa Ana specialize, anajikita. Kuna ambao wanatengeneza meme na wame specialize kwenye meme mpaka wanapata biashara. Umeshanielewa Sasa umeona hiyo ni advantage sana kwetu. Tunaweza tusitegemee kuajiriwa tena. Tukategemea kujiajiri wenyewe. Na mimi huwa siku zote nasema anza na kile ulichonacho. Sifanyi kama motivational speaker ama vipi watu wengine wasemaga nilianza na manyoya sasa hivi na kuku 400. Sifanyi kwa hivyo, lakini lazima tujue kwa sababu kama hauna njia nyingine unaanzaje? Alafu majina makubwa hayatengenezwi na juhudi kubwa. Majina makubwa hayatengenezwi na juhudi ndogo. Majina makubwa yanatengenezwa na juhudi kubwa. Lakini sehemu ya kuanzia lazima uwe inakuwa ni ndogo. Angalia watu wote walipoanza. Diamond Platnumz ni self made. Ushanielewa Inamaanisha utajiri wake ama uchumi wake ameukuza yeye mwenyewe from the scratch. Ameanza yeye mwenyewe ni jitihada zake. Au kutazama mimi pia ni self made. Nimeanza mwenyewe, nimeajiriwa, nimeanza kazi kwa kujitolea. Kama pengine inawezekana labda ujui, wengine wanajua historia yangu, lakini kwa kukumbushia tu, wakati naanza kazi 2005, nilianza kwa kujitolea. Pia hii ni njia nyingine ambayo watu wengi wanaweza wakaitumia. Sasa hivi watu wengi sana pia wakimaliza vyuo, ukiachia mbali ya waandishi wa habari, wanataka au wanawaza kuingia ofisini alipwe mshahara wa milioni au milioni na nusu. Lakini kuna njia nyingine pia. Ukiona vitu vingine vimekwama, unaweza ukatafuta njia nyingine. Tuna haraka na mafanikio, lakini wakati mwingine mafanikio yanaweza yasiwe karibu. So hapo mwanzoni kuna kujitolea, kuna kutengeneza jina, kuna kuonesha uwezo. Kwa sababu kuna watu kama 4 juzi nilikuwa naongea nao, wakanirudia, waliniandikia DM,
nikawa na reply nao. Wao walisikia kwenye interview yangu moja nilisema ukipata nafasi ya kujitolea ni sawa, kwa sababu ofisi nyingi kama umetoka fresh from school hawakujui sana, watakwambia bana sisi hatuna nafasi ya kuajiri. Lakini ukiomba kujitolea unaweza kupiga kazi, unaonesha uwezo. Siku mfanyakazi kaumwa, sio nani kaumwa bana, wewe mshika fanya hivi, wewe unaua. Ukiua pale, hata kama yule mfanyakazi akirudi, pengine inawezekana uko umemzidi skills, inawezekana umemzidi kufanya kazi vizuri. So bosi mzuri yoyote, bosi ambaye yoyote anajua watu, akikuona unapiga njaa haizi kukuacha. Kwa hiyo taratibu unaanza kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo sio lazima uingie kwenye mfumo kwa kupewa ajira siku ya kwanza. Kwa hiyo hata mimi nilipotokea 2005 wakati nimeanza kazi nilianza kujitolea, na bosi aliniambia bana sisi hapa hatuna hela ya kukulipa. Lakini nilipoanza kujitolea mwezi mmoja tu, hakuisha mwezi, wenzangu ambao wanajitolea walikuwa wanakuja ofisini mara 2 kwa wiki, mara moja. Mimi nikawa nakuja siku 6 za wiki, yani mpaka Jumamosi, Jumapili tu ndo siji. Na bosi alikuja kuniona Jumamosi nimekuja ofisini, akaniambia wewe mzee wa Kibaha, kwa sababu nilikuwa nakaa Kibaha nafanya kazi Kurasini mbali. Akaniambia bana inabidi unione kila Ijumaa ndio niwe naenda ananilipa. Kwa hiyo umeona haikuchukua muda, haikuchukua mwezi, haikuchukua miezi miwili nikaanza kulipwa shilingi 5,000, japokuwa ilikuwa ni 5,000 kwa wiki kwa mwaka wa kwanza, ambao ni sawa na shilingi 20,000 kwa mwezi. Mwaka wa pili nikaongezewa, nikawa nalipa shilingi 10,000 kila wiki, kila Ijumaa, ikawa ni kama 40,000 kwa mwezi. Mwaka wa tatu nikaongezewa shilingi 5,000, ikawa 15,000 kwa wiki, ambao ni sawa na shilingi 60,000 kwa mwezi. Kwa hiyo katika miaka mitatu sikuwahi kufikisha hesabu ya shilingi 100,000 kwa mwezi. Lakini ile ilinitengenezea uzoefu, ilinipa nafasi ya kuonesha uwezo na kujifunza zaidi, lakini pia kitu kikubwa sana ilinipa network, nilijuana na watu, na hicho ndio kilichoniondoa mimi pale kunipeleka ITV. Nikapanda ngazi ya ITV, wakaniona. ITV nilifanya kazi miaka 2, Clouds wakaniona, wakaniita Clouds. Ushanielewa?